ukiangalia tumepata sare hii leo, tumepata sare mchezo uliopita dhidi ya Azam FC, lakini nafasi bado iko wazi. Ukiangalia msimamo wa ligi bado unatoa matumaini. Ni sisi tu kurekebisha makosa katika timu yetu na kuongeza nguvu, hasa tunapokwenda kupambana na wapinzani wenye nguvu kubwa mithili ya TRA. Lakini kwenye upande wa mbio za ubingwa bado ziko wazi, nafasi bado kubwa tunayo, na sisi kama Simba sare hii dhidi ya TRA haijatukatisha tamaa wala kutuondoa katika mipango yetu. Tunaendelea kupambana. Tulifahamu mechi ya TRA ni mechi ngumu, na katika wale wote wanaowania ubingwa wa ligi kuu msimu huu lazima pate matokeo kama haya dhidi ya TRA. Kwa hiyo bado tunao nafasi ya kuendelea kupambana. Na tunajua mna michezo bado miwili hapa Arusha, dhidi ya Dodoma kwa maana ya kombe la CRDB na dhidi ya Fountain Gate. Tuambie. Hii ya leo imekwisha, japo matokeo yake sio ya kuridhisha, na tunaamini inaweza ikawa imewakatisha tamaa mashabiki wetu, lakini wasichoke na wala wasikate tamaa. Nguvu kubwa sasa tuielekeze katika mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Dodoma Jiji. Hiyo kwanza ni mechi ngumu, lakini ni mechi ya mtoano ambayo ukipata matokeo yasiyokuwa na ushindi basi unaondolewa kwenye mashindano, na sisi tunaamini katika kombe la CRDB nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huo tunao, kwa sababu ni mechi za knockout na zinahitaji ubora wa dakika 90 pekee. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Simba Kaskazini ya kwamba hili limekwisha, pamoja na matokeo yake ya kuumiza moyo, lakini tuwekeze nguvu kubwa kwenye mechi inayokuja dhidi ya Dodoma Jiji, twende tukapata ushindi, tufuzu kwenda hatua inayofuata. Semaji, mmetumia kila silaha hiyo kwa maana wachezaji wengi wapata nafasi kwenye mechi leo. Ni wazi mmekutana na kipimo kikubwa. Ushamaliza? Haya online. Ngoja mjipange kwanza. Ngoja kwanza Azam TV jipange. Medandia treni tuko mbele. Bismillah. Ni wazi mmekutana na napata mwanga vizuri? Tunaupata. Sawa. Swali la kwanza linaanza kwa Zai. Mmedondosha alama hapa, mmepata alama moja mbele ya TRA. Ni wazi mmekutana na mchezo mgumu na kipimo sahihi pia kwenye ligi. Mchezo umemalizika kwa matokeo ya kuumiza, sare ya bila kufungana. Ni matokeo mabaya hasa kwetu Simba Sports Club, lakini ni matokeo ya kawaida kwenye ligi kuu ya NBC. Ni matokeo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Kwenye mbio zenu za ubingwa lazima mkutane na matokeo kama haya ya kushtusha, matokeo kama haya ya kushangaza, lakini unaweza usishangae sana kwa sababu ya aina ya timu ambayo tumepata sare kwayo, kwa maana ya TRA. Tangu mwanzo tulifahamu ugumu wa mchezo huu, na hii ni kutokana na ubora wa wapinzani wetu TRA. Miongoni mwa timu ambazo ni ngumu, ni bora, zenye ushindani halisia, basi ni timu ya TRA. Imetupa upinzani mkubwa na tumeambulia sare ya bila kufungana, tumeondoka na alama moja. Ni matokeo mabaya, lakini hatuna budi kuyapokea, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kikombe hiki cha TRA tumekimaliza rasmi baada ya khairisha za hapa na pale, na sasa tunaangalia safari ya mbele zaidi. Nichukue nafasi hii kuwapa pole mashabiki wetu wa Simba kwa matokeo haya, lakini wasife moyo. Bado nafasi ya Simba kufanya vizuri msimu huu ni kubwa kweli kweli. Mnategemea kukutana na hili kwa TRA kwa sababu baadhi ya timu pia wakati zinakuja hapa zilipata sare na mkaona kama vile walikuwa pengine hawawezi. Ukiangalia sare ambayo sisi tumepata, japo inasimama kuwa ni sare, lakini unaona kabisa sisi walau tuliweza kupambana na TRA. Tumeweza kushambulia, ziko target ambazo tumepiga na kosa nyingi ambazo tumefanya, lakini wako wengine hapa ambao wamepata sare bila hata on target moja kwa dakika 90. Ndio uweze kuona walau sisi tuna timu bora kiasi gani, na ndio maana hii sare haijatuvunja moyo pakubwa, kwa sababu tunaamini kwa ubora wa timu yetu tuna uwezo wa kupata matokeo ya ushindi katika timu nyingine ambazo tutawahi kuzizidi. Lakini kwa Tabora ungetegemea kuona matokeo kama haya kwa sababu ya ubora waliokuwa nao. Haishangazi kuona matokeo haya kwa sababu hakuna ambaye amewahi kufurukuta hapa mbele ya TRA. Yote kwa yote tumepata matokeo haya, lakini sisi Simba Sports Club matokeo haya hayajatutoa katika mstari wa mapambano kuelekea katika ubingwa.
Haina shida, gepo linaongezeka lakini litamalizika vile vile. Sisi ndio tunaojua gepo tutalimalizaje. Kwa hiyo acha gepo liongezeke, lakini Simba tutalimaliza hilo gepo, wala usikue na mashaka hata kidogo, ndugu mwandishi. Kwa hili Simba pengine pia ni moja ya timu ambayo ina ngumu, mechi ngumu pia za ugenini. Mechi hii nimepoteza matokeo mkiwa ugenini, sare ya 6 hii. Pengine kuna tathmini ambayo mnaifanya ili kuhakikisha tunakwenda kuondosha hizi sare, kwa sababu pia ndio chachu ama ni chanzo cha nyinyi kukosa ubingwa kama hivi? Tumekuwa na mfululizo wa mechi ngumu. Tumecheza wiki iliyopita mechi dhidi ya Azam. Ilikuwa mechi ngumu kweli kweli, intensity ilikuwa kubwa, mechi ilikuwa tough kweli kweli, na ukitaka kuthibitisha hilo angalia matokeo vile vile ya Azam hii leo ambao ameyapata dhidi ya Mbeya City. Huwezi kutumia nguvu kubwa kwenye mechi kama ile alafu ukaja ukapata matokeo mazuri kwenye mechi kama hii dhidi ya TRA ambao walikuwa wamekaa wanakusubiri wewe uje ushughulike naye. Kwa hiyo sare tulioipata dhidi ya TRA ni sare ambayo haishangazi pakubwa kutokana na ugumu wa mpinzani wenyewe, lakini kutokana na ubora wa mpinzani mwenyewe. Kitu muhimu kwetu ni kutotingishika kwenye malengo yetu msimu huu. Bado sisi tunaamini tunayo nafasi ya kufanya vizuri katika michezo mingine ambayo imebakia. Semaji, aina ya mchezo ambao umeonyesha leo hii pengine inatoa tafsiri gani kwa katika mchezo wenu wa mtoano? Tumepata sare lakini hatukuzidiwa, hatukutengenezewa hatari ya kutuweka roho juu. Tumepata sare lakini tulikuwa kwenye ubora. Yeye akipata ushindi sawa, akipata sare sawa. Kwa Simba sisi tunataka ushindi tu, hatuna option nyingine. Kwa hiyo wao wamekosa option A ya kupata ushindi, wamepata option B ya kupata sare. Kwa hiyo wana ruhusa na haki ya kufanya sherehe kubwa. Msemaji, status ya Elim Panzo tumemwona pale, lakini pia nilimsikia msemaji wa Dodoma asubuhi akisema kwamba wao hawana taarifa, nasikia kama mzee anaposema mechi na Simba. Elim Panzo ameanza kurejea taratibu, bado hajakuwa na utimamu mkubwa sana wa kuweza kupewa nafasi ya kucheza katika mechi kama hizi. Pengine tunataraji mchezo unaofuata dhidi ya Dodoma Jiji anaweza kuwa tayari amesha kaa kwa 100% na atakuwa sehemu ya mchezo. Kwa Dodoma hawana taarifa. Kazi ya kuwapa taarifa Dodoma Jiji sio sisi, ni shirikisho la kandanda Tanzania. Kwa hiyo kama wao hawana taarifa, hiyo ni kazi ya TFF, kama ulizeni Clifford Marion Limbo. Lakini mchezo ni hapa Sheikh Amri Abeid siku ya tarehe 12, yes, tarehe 12, na itakuwa ni mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Na kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kwanza kuwapa pole mashabiki wa Arusha na kaskazini yake kwa matokeo haya ambayo tumeyapata hii leo, lakini wasivunjike moyo na wasiache timu yao. Matokeo haya yasiwafanye sasa Simba bwana basi tena mechi inayofuata hatuendi uwanjani ama siendi uwanjani. Matokeo ya leo yanaumiza, lakini lazima tuendelee kusimama imara kuipambania Simba yetu. Na ukizingatia ni kwamba ni mashindano mawili tofauti, kwa maana hii ni ligi kuu ya NBC. Matokeo yake ya leo yanajitegemea, na mechi ambayo tunakwenda kucheza tarehe 12 dhidi ya Dodoma Jiji ni mechi ambayo matokeo yake yanajitegemea. Lakini mechi ya Dodoma Jiji ndio mbaya zaidi kwa sababu ukifungwa umetoka. Sasa sidhani kama yuko shabiki yote wa mnyama ambaye yuko tayari kuiona Simba inaishia hatua hiyo, sio ya 16 bora sijui na ngapi. Kila mwana Simba anataka kuiona Simba ikifanya vizuri, na sisi tunaamini katika kombe la CRDB tunayo nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Lakini hiyo nafasi tunaipataje? Tunaipata kwa wana Simba kujitokeza na siku ya tarehe 12 Jumapili, twende kwa pamoja, twende tukamshughulikie Dodoma Jiji.